Hebu na tuendelee kusimama kidogo tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu kwa maombi. Na sasa vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, huku nikiamini mioyo yetu imeinamishwa pia. Sio ni wangapi hapa ndani usiku wa leo wangetaka kukumbuka katika maombi ya jambo maalum? Tafadhali inua mkono wako useme, Mungu nipe usiku wa leo kile inachotafuta. Bwana awabariki. Baba yetu wa mbinguni, tunapokaribia kwa unyenyekevu kiti hiki kikuu cha neema, sasa kwa imani tunaingia ng'ambo ya pili, ambako Mungu na malaika na makerubi na jeshi lote la mbinguni wamekusanyika pamoja, kwa maana yeye alisema hata shoromo mmoja hawezi kuanguka ardhini bila ya Baba wa mbinguni kujua. Je, si zaidi sana kwamba yeye anajua hapa wakati mamia ya watu wameinamisha vichwa vyao na kukuita wewe kwa maombi maalum? Baba, angalia chini kwenye ulimwengu wenye mahitaji usiku wa leo, kwa sababu sisi ni wahitaji. Naam, naomba Mungu, kwa sababu tumekusanyika hapa na kukuelezea wewe imani yetu katika Mungu aliye hai, ambaye hujibu maombi. Na tumetoka miongoni mwa ulimwengu wasiotahiriwa moyo na masikio, tukaja kuishi maisha ya kujitenga na kuishi tukiungama imani yetu kwako. Na usiku wa leo tumeinua mikono yetu tukisema sisi tuwahitaji. Mungu mpendwa, jibu kila moja ya maombi yao. Alafu Baba, tunaomba kwamba wewe utatuzuru sisi usiku wa leo katika neno. Tunakuja hapa kwa ajili ya masahihisho, tupate kufahamu, ili tupate kujua tu jinsi ya kuishi katika nyakati hizi, mambo ya kutazamia, mambo ya kutenda, kwa maana tunajua kuja kwa Bwana unakaribia, kulingana na ishara zote ambazo manabii wametabiri. Tunakaribia ule wakati Bwana, ambapo ukombozi mkamilifu utatolewa kwa watoto wako. Mungu, tujalie kila mmoja kuwepo kule Baba. Jalia asikosekane hata mmoja. Hilo ndilo kusudi letu la kuwepo hapa Bwana. Tunakupenda wewe, nasi tunajaribu kujiandaa kwa saa ile. Nenda nasi, tunaomba tena usiku wa leo, na uwaponye wagonjwa wote na wanaoteseka walioko ndani ya jengo hili. Twaomba kwamba wewe utawaponya Bwana, na hasa wao walio na mahitaji ya kiroho. Tunaomba kwamba wewe utaokoa kila nafsi iliyopotea. Jaza kila mwamini kwa Roho Mtakatifu, na fanya upya nguvu za uwezo ndani ya watoto wako wanaoamini. Ajalia mambo haya Baba, tunaomba mengi kwa sababu wewe ulituambia tuombe, ombeni mengi, ombeni mambo makuu, mambo mengi, ili furaha yetu ipate kutimizwa. Na tunayaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Mnaweza kuketi. Kwa hakika nayahesabu haya kuwa majaliwa makuu usiku wa leo kurudi hapa kwenye jukwaa tena, hapa katika shule hii ya sekondari, kusimama mbele ya hawa watu wazuri ambao wamekusanyika kusikia Injili. Naomba rehema ya Mungu anisaidie mimi kuwaambia kweli kadiri inavyoijua kweli. Yeye bado anaweza kufumba kinywa cha mwanadamu jinsi yeye alivyoweza kufumba kinywa cha simba. Na kama ningejaribu kusema chochote ambacho ni makosa na kinyume cha mapenzi yake, sala yangu ya moyoni ni kwamba yeye afumbe kinywa changu ili kwamba nisikiseme, kwani kwa kweli nataka kuweko mbinguni mimi mwenyewe, na nisingekuweko kule kamwe. Na licha ya yote hayo, ningekuwa kiongozi wa uongo, mtu ambaye alikuwa ametenda jambo fulani kwa uongo. Kama nikifanya hivyo ni kwa sababu sijui lingine. Bwana awabariki. Sasa kesho asubuhi, kama ikiwa ni mapenzi ya Mungu, na kusudia kuzungumza juu ya somo lile, ndoa na talaka. Nasi tunaamini kwamba mtakuja na kuleta penseli zenu na makaratasi. Hatutachukua muda mrefu sana, lakini ningetaka tu, hilo ndilo lilikuwa kusudi langu la kurudi hapa kwanza, hapa Indiana, kama nilivyowaahidi hilo. Basi nitajaribu kesho asubuhi. Kama silihubiri kesho asubuhi,
nitalihubiri kesho usiku, lakini nitajaribu kesho asubuhi, Bwana akipenda, kuzungumzia juu ya somo hilo, zile itikadi mbili. Mungu na atusaidie kujua yaliyo kweli, kujua tu yaliyo kweli, ili tuweze kutembea katika kweli na katika nuru. Sisi mnajua, nilikuwa na rafiki mzee mweusi aliniambia, akasema, ndugu mbili, kasema, mimi sitaki matatizo yoyote pale mtoni. Akasema, nataka kushika tikiti yangu mkononi mwangu, na hapo filimbi itakapolia, sitaki matatizo yoyote pale. Nimemwomba Bwana muda mrefu uliopita, iwapo kuna jambo lolote lisilo sawa, anijalie nilitatue sasa hivi. Kasema, kwa sababu itakuwa giza na dhoruba asubuhi ile, wakati meli itakapong'oa nanga kwenda ng'ambo ya pili. Kasema, sitaki pingamizi lolote, nataka kushughulikia kila kitu sasa. Hili ndilo lililotuleta hapa, kujaribu kushughulikia pingamizi zote, ili tuweze kuingia merikebuni kwenye saa ile. Sasa sitazungumza nanyi kwa muda mrefu sasa usiku wa leo, kwa sababu tuna ibada mbili kesho. Sasa sitazungumza nanyi kwa muda mrefu sasa usiku wa leo, kwa sababu tuna ibada mbili kesho, na halafu nitaondoka moja kwa moja kwenda mahali pengine kwa nyingine, kwa ibada zingine. Bali sasa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati nataka kusoma kutoka sura ya 16 aya 3 za mwanzoni, na Kumbukumbu la Torati 16 1 hadi 3. Utunze mwezi wa Abibu ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Ilikuwa ni mwezi wa 4 wa Abibu alipokutoa Misri usiku, Bwana Mungu wako. Nawe utamchinjia Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali amechagua Bwana apakalishe jina lake. Sasa somo langu usiku wa leo ni mahali alipopachagua Mungu pa kuabudia. Kama ukiangalia mwezi ABADB, hapo ni humaanisha Aprili. Mwezi Aprili ndiyo wakati walipotolewa. Na sasa jambo la ajabu ni kwamba sisi usiku wa leo kama wamwabuduo Mungu katika siku hii tunayoishi, na tunaona mawazo mengi sana mbalimbali ya watu, na kadiri kuna mawazo tofauti kuhusu mambo, hapana budi kuwe na maswali tofauti. Hapana budi kuwe na jibu moja la kweli kwa kila swali linaloulizwa. Hili ni nini? Vema, wangesema dawati. Ni la nini? Naona sasa hapo mtu fulani aweze kusema si dawati, ni ubao. Vema, ni ubao, lakini hata hivyo ni dawati. Unaona, yapaswa kuwe na jibu la kweli kwake. Na kama ningeuliza swali kuhusu chochote, yapaswa kuwe na jibu la kweli. Kwaweza kuwe na lililo la karibu nalo, lakini yapaswa kuwe na jibu la kweli la moja kwa moja kwa kila swali. Kila swali linalozuka maishani mwetu yabidi kuwe na jibu la kweli na sahihi. Na sasa leo tunasikia ikineno na watu wetu wengi sana ulimwenguni leo. Kwa kuwa mimi ni mshenari na nimefanya safari nyingi za ng'ambo na kuzunguka dunia, nimekutana na dini nyingi mbalimbali kama vile Buddha na Islam na Washit na Wajain na kadhalika, dini za dunia. Na halafu hapa katika Marekani yetu wenyewe na nchi zingine za kigeni, na kutana na makanisa yetu yote mbalimbali, kama vile makanisa yetu ya kimadhehebu, kuanzia na kanisa la mwanzoni la Katoliki ya Kirumi na halafu la Kiyunani na kadhalika na kanuni mbalimbali, na halafu kufikia katika zile nyakati zote za kimadhehebu na madhehebu mbalimbali 900 na kitu ya Kiprotestanti. Sasa kila moja yao bila shaka ungeweza kuona wazo lao, nami siwezi kuyalaumu. Kila mmoja hudai kwamba wao ndio ile kweli
wana ile kweli, na watu ambao ni washiriki wa makanisa hayo wanapaswa kuamini hiyo, kwa sababu wamesalimisha kikomo chao cha milele juu ya mafundisho ya kanisa lile, nayo yanatofautiana sana moja kwa lingine, mpaka inazusha maswali mbalimbali 900 na kitu. Kwa kuwa kuna maswali 900 na kitu mbalimbali, yapaswa kuwe na jibu moja sahihi. Na ningetaka kwetu sisi usiku wa leo, kwa kuwa tunajaribu kwenda mbinguni na kumlaki Bwana wetu Yesu ambaye sote tunampenda, ningetaka kutafuta katika maandiko kuliona hilo. Sasa kama ni swali la Biblia, basi lapaswa liwe na jibu la Biblia. Halingepaswa kuweza kuja kutoka kundi la watu, kutoka kwenye ushirika wowote ule, au kutoka kwa mwalimu fulani, au kutoka kwa madhehebu fulani. Lapaswa litoke moja kwa moja katika maandiko, kwamba ni wapi mahali pa Mungu pa kukutania, pa kuabudia. Na hakika akiwa Mungu, kuna mahali pa kukutania, mahali fulani ambapo yeye hutu. Na hakika akiwa Mungu, kuna mahali pa kukutania, mahali fulani ambapo yeye hukutana. Sasa tunaona hapa kwamba katika Kumbukumbu la Torati hapo mwanzo, Musa akikariri maandiko, mambo ambayo alikuwa tayari amewaambia wao, jinsi ambavyo yeye alikuwa amewatoa kwa mkono mkuu na wenye nguvu kutoka Misri, na alikuwa kwanza amewaimarisha. Waliitwa watu wa Mungu mpaka walipotoka Misri, ndipo wakaitwa kanisa la Mungu, kwa sababu kanisa ni kusanyiko, au kwa kweli kanisa humaanisha walioitwa watoke, wale ambao wameitwa watoke, nao walitoka Misri wapate kuwa kanisa. Sasa Mungu aliwaambia wakati wao, kabla ya kulijenga hekalu na yote waliyotenda, nitachagua mahali pangu mimi pa kuabudiwa, nami nitaweka jina langu ndani yake. Na hapo ndipo mahali pekee ambapo Mungu atakutana na mtu yeyote. Ilikuwa kwa chaguo lake mwenyewe. Yeye alichagua mahali pake, na mahali ambapo yeye alichagua, yeye aliweka jina lake. Aya ya pili hapa inatuambia kwamba angeweka jina lake mahali ambapo yeye amechagua kwa watu kumwabudia yeye. Sasa jambo lenyewe ni kwamba tunataka kuona mahali hapo ni wapi, huku kukiweko na mawazo 900 na kitu mbalimbali, kwa kuwa tunaweka kando dini zote za kishenzi na kuzungumzia tu kuhusu dini ya Kikristo. Hata hivyo, nina mzigo kwa washenzi, la sivyo hakika singekuwa nimekwenda huko kuzungumza nao, lakini hawako sahihi. Ukristo ndiyo dini pekee ambayo ni ya kweli, ni Ukristo. Sisemi hilo hasa kwa sababu mimi ni Mkristo, kwa sababu ninaamini hiyo kuwa ndiyo kweli, ndiyo dini pekee iliyo sahihi. Nimefika kwenye kaburi ambapo farasi mweupe anabadilishwa kila masaa 4, ambapo Muhammad, kuhani maarufu na kiongozi mara baada ya Kristo, alidhaniwa kuwa nabii, na mimi sina shaka alikuwa hivyo mara tu baada ya wana wa Makabayo. Lakini wakati wao yeye alikufa, alidai kwamba atafuka tena na atauteka ulimwengu mzima. Sasa kila baada ya masaa 4 wanabadili walinzi, nao wanamweka farasi mweupe penye kaburi lake. Wamefanya hivyo kwa miaka 2000, wakimtazamia yeye kufufuka tena na kuuteka ulimwengu. Bali mnaona, kisha unaenda kwa Budha. Budha aliishi miaka kadhaa, kama miaka 2300 iliyopita, mungu wa Japan. Kwa hiyo alikuwa mwana falsafa, kitu kama Confucius na kadhalika. Lakini wote hawa kwani waanzilishi na kadhalika, wote walikufa na filosofia yao, nao wamezikwa
na wamo kaburini. Lakini Ukristo ambao ulianzishwa na Yesu Kristo, kuna kaburi tupu. Yeye alikuwa ndiye mtu pekee ambaye aliwahi kusimama duniani na kuishi na kusema, ninao uweza wa kuutoa uhai wangu na kuufufua tena. Naye alifanya hivyo, naye yu hai leo, kwa sababu yeye yu pamoja nasi na hujidhihirisha mwenyewe kwa ishara dhahiri na maajabu ambayo yeye aliahidi kwamba angetenda kuonyesha jambo hilo, kiasi kwamba nguzo ya moto ambayo iliongoza wana wa Israeli jangwani ipo pamoja nasi leo. Hata imepigwa picha ikitenda ishara na maajabu ambayo yeye aliahidi hiyo ingetenda katika siku hii, tukiona maneno yote ambayo yeye aliahidi yakidhihirishwa siku hii. Kwa hiyo ulimwengu mwingine wa kishenzi uko nje ni Ukristo. Sasa kwa kuwa kuna maswali 900 na kitu kuhusu mahali ambapo Mungu hukutana, yeye hukutana na Methodisti au yeye hukutana katika Batisti, na yeye hukutana na hili na lile na lile jingine. Sasa pana swali hapo. Kwa hiyo kila mtu yambidi kutafuta wokovu wake kwa hofu na kutetemeka. Lakini usiku wa leo nataka kujaribu kutafuta na kuthibitisha katika maandiko mahali gani sahihi ambapo Mungu hukutana na kuabudu pamoja na watu, na kama hapo ndipo mahali pekee yeye atawahi kukutana. Sasa tulichukua kifungu hiki kutoka katika Kumbukumbu la Torati. Ni neno la Kiyunani lililo na maana mbili, au linamaanisha sheria mbili. Neno la Kiyunani Kumbukumbu la Torati linamaanisha sheria mbili mbalimbali, na hizo ndizo tu Mungu alizo nazo, sheria mbili mbalimbali, na mojawapo ni sheria ya mauti na nyingine ni sheria ya uzima. Mungu ana sheria mbili: kumfuata yeye na kumtumikia na kumwabudu yeye ni uzima. Kukataa jambo hilo ni mauti. Kuna sheria mbili ndani ya Mungu. Sasa mojawapo ya sheria hizo ilitambuliwa na ulimwengu katika mlima Sinai. Mungu alimpa Musa na Israeli sheria. Si kwamba ile sheria ingeweza kuwasaidia, bali ile sheria iliwaonyesha kwamba walikuwa wenye dhambi. Hadi wakati ule hawakujua dhambi ilikuwa ni nini mpaka walipopata sheria. Hapawezi kuwa na sheria bila ya adhabu. Sheria si sheria bila ya adhabu. Kwa hiyo basi, kuvunja sheria ni dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Hadi Mungu alipowafanyia sheria hawakuhesabiwa makosa. Kama hakuna sheria hapa ambayo inasema huwezi kwenda zaidi ya maili 20 kwa saa, basi unaweza kwenda zaidi ya maili 20 kwa saa. Lakini ikiwepo sheria isemayo huwezi kufanya hivyo, basi kuna sheria na adhabu nyuma yake. Sasa mauti, sheria ya mauti ilikuwa ni zile amri zilizotolewa katika mlima Sinai ambazo zilimwambia binadamu kwamba alikuwa mwenye dhambi na kusivunja sheria za Mungu alikufa. Bali hakuna wokovu katika Torati. Ilikuwa ni polisi tu ambaye aliweza kukufunga jela, haikuwa na kitu cha kukufungulia. Lakini basi yeye alitoa sheria nyingine. Hiyo ilikuwa katika mlima wa Kalvari ambako dhambi ilihesabiwa katika Yesu Kristo, na hapo adhabu ikalipiwa, na sio na bila ya sheria, lakini kwa neema umeokolewa kwa neema ya Mungu, kwa kuchaguliwa hapo awali kwa ajili ya Mungu kukujua tangu awali. Sasa tunaona sheria hizi mbili. Kumbukumbu la Torati sikuzungumzia juu ya sheria mbili. Kulikuwa na sheria mbili, moja ilikuwa sheria ya mauti na ile nyingine sheria ya uzima. Kulikuwa pia na maagano mawili waliopewa watu, tutayazungumzia asubuhi. Moja lilitolewa kwa Adamu kwa masharti, ukitenda hili na usitende lile. Lakini sheria hiyo ilivunjwa. Adamu, Hawa aliivunja hiyo katika bustani ya Edeni. Alafu Mungu akafanya agano la pili na akampa Ibrahimu hilo, na sheria hiyo ilikuwa bila masharti, si kile ambacho umetenda au kile utakachotenda. Yeye alisema nimekwisha litenda. Hiyo ni neema, hiyo ni sheria ya uzima.
Mungu alitenda jambo hilo kwa ajili ya Ibrahimu na uzao wake baada yake. Hiyo ni kusema uzao wote wa Ibrahimu, kama Biblia ilivyosema, Israeli wote wataokoka, lakini haimaanishi Wayahudi, kama Paulo alivyosema, aliye Israeli kwa ndani au Israeli kwa nje. Kwa nje, kama tulivyozungumzia usiku wa juzi, ilikuwa ni watoto wa Isaka kwa kujuana kimwili, lakini sheria ya Mungu ilikuwa kwa njia ya Kristo, ambaye alikuwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ili kwamba kwa neema Israeli wote wapate kuokoka. Hiyo ni kusema wote walio katika Kristo wameokoka, wote, agano la pili la Mungu. Bali mambo haya yote yalikuwa kivuli cha Kristo. Sasa angalia haya ya pili hapa katika Kumbukumbu la Torati 16. Abudu katika mahali ambapo nimepachagua. Sasa yakubidi umwabudu Mungu. Yeye alisema katika mahali ambapo mimi nimechagua, si alipochagua mtu mwingine, bali nilipochagua mimi. Sasa kama Mungu amechagua mahali, yatupasa sisi basi kutafuta yale yeye amesema kupahusu. Basi ni wapi? Nataka kupapata, kwa sababu kwa kweli nataka kumwabudu yeye. Sisi sote tupo hapa usiku wa leo ili kumwabudu yeye. Tumeketi hapa usiku wa leo kama Wamethodisti, Wabatisti, Wakatoliki, Mashahidi wa Jehova, Christian Science na wote, lakini sote tunatafuta jambo fulani. Tunataka kujua kweli. Biblia ilisema mtaifahamu kweli na ile kweli itawaweka huru. Mtu fulani, huwezi kujua unalotenda, hujui jinsi ya kulitenda mpaka ujue namna ya kulitenda. Hujui la kufanya mpaka ujue jinsi ya kulifanya, hasa ya kupidi ujue unalofanya na jinsi ya kulifanya. Hili linatuonyesha kwamba Mungu anapo mahali pa kukutania waabudu wake katika mahali fulani pamoja. Mahali hapo pekee ndipo Mungu anapokutana na wamwabuduo yeye. Sasa pia mahali yeye alipochagulia waabudu wake, yeye alidai ataliweka jina lake. Sasa hebu na tuchunguze na kutafuta katika maandiko mahali hapa ni wapi. Hakika kama Mungu amesema angeweka jina lake mahali hapa ambapo yeye amechagua kukutana na watu na kuabudu pamoja nao, au wao kumwabudu yeye, hasa kwamba pako mahali fulani katika Biblia, kwani palikuwa ni kwa ajili ya nyakati zote. Na Mungu mkuu asiyebadilika hawezi kubadilika. Binadamu hubadilika, bali unaweza kudhamini maisha yako juu ya chochote ambacho Mungu amewahi kusema wakati wowote, kwa sababu ni kweli, ni kweli. Kwa sababu hilo ndilo jambo pekee niwezalo kulisadiki, ni Biblia. Kwa sababu neno la binadamu litashindwa, lakini Mungu ni mkuu. Mwaka huu yanipasa kujua zaidi kuliko nilivyojua mwaka uliopita, nawe vivyo hivyo pia. Kila siku sisi tuna kikomo, kwa hiyo tunaongezea maarifa, bali Mungu hana kikomo. Yeye hana kikomo, naye kwa kuwa hana kikomo, yeye hawezi kuongezea maarifa. Kwanza, yeye ni mkamilifu. Kila uamuzi yabidi uwe sawa kabisa na jinsi ile Mungu alivyotenda jambo wakati mmoja. Yeye mbidi siku zote atende jinsi hiyo, au yeye alikosea wakati alipolitenda mara ya kwanza. Kama mtu aliwahi kumjia Mungu apate wokovu juu ya msingi ambao yeye alimkubalia, yambidi akubaliwe juu ya msingi ule ule kila wakati. Hiyo ni kweli. Kama mtu akija kwa Mungu apate kuponywa kiungu na Mungu akamkubali kwa msingi fulani, mtu mwingine akija, yeye yambidi kumkubali huyo namna ile ile, au yeye alikosea wakati alipomkubali mtu wa kwanza. Mungu alitengeneza msingi ambapo yeye angekutana na mwanadamu. Yeye alitengeneza msingi wa kile atakachotenda, jinsi yeye angekitenda, na hiyo ni kwa damu ya kafara ya mwanakondoo katika bustani ya Edeni. Mungu kama hapana wakati alipowahi kulibadilisha. Yeye aliamua jinsi ya kumwokoa binadamu. Tumejaribu leo kumwelimisha binadamu katika jambo hilo. Tumejaribu kuwapeleka shuleni,
tukajaribu kuwaelimisha, tukajaribu kuunda madhehebu, tukajaribu kufanya mambo yote haya ya namna nyingine, kuwaingiza kwa kuwatikiza, kuwaingiza kwa kuwabatiza, ila njia nyingine iliyopo kuwaingiza kwa barua, bali bado anabaki jinsi ile ile. Mungu hukutana na mwanadamu chini ya damu iliyomwagika ya mwana kondoo. Damu ndiyo ilikuwa njia ya Mungu hapo mwanzo, na damu ndiyo njia ya Mungu usiku wa leo. Ni vyema kufanya vitubio na mambo haya mengine yote, lakini wokovu huja tu kwa ile damu. Damu ndiyo njia pekee aliyochagua Mungu kumwokoa binadamu, naye hawezi kuibadilisha. Ayubu alikuwa na jambo lile lile. Alijua kwamba alikuwa mwenye haki kwa sababu alikuwa ametoa sadaka aliyodaiwa na Mungu. Sasa hebu na tutafute sasa, tuone mahali hapa ni nini na mahali yeye alipoweka jina lake. Itatupasa tutafute ambapo yeye aliweka jina lake. Ndipo basi tukilipata jina la Mungu na mahali alipoliweka, basi tumepata mahali pa kuabudia. Mara tu tukipaona hapo, mambo yote haya bila shaka yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Rati yote ilikuwa kivuli cha kuonyesha mambo yajayo, kama tu ambavyo mwezi ni kivuli cha jua, hutumika jua likiwa halipo, kama vile kanisa lipaswavyo kutumika MWANA wa Mungu akiwa hajupo. Mwana akiwa hajupo, nuru isiyo ya nguvu sana, kanisa waaminio humtumikia Mungu na kutoa nuru mwana akiwa hayupo. Lakini jua linapochomoza huoni mwezi tena, kwa sababu umeshuka. Hauhitaji nuru yake tena, kwa sababu hupata tu nuru yake baadaye kutoka kwenye jua. Sasa kama ilivyo kwa mume na mke, ndivyo ilivyo kwa jua na mwezi, kanisa na Kristo. Sasa tunaona kwamba mambo haya yakiwa kivuli cha Kristo, kila kafara, sikukuu na kila kitu katika Agano la Kale kilikuwa kivuli cha Kristo, kama tu vile kivuli kinavyotandaa sakafuni. Sasa hapa ndipo itatupasa kupata mahali sahihi pa kuabudia. Ni kurudi nyuma hapa katika Agano la Kale, ambapo hapo palitolewa na kuona mambo haya yalikuwa ni nini. Sasa kivuli kinapotandaa sakafuni, unaweza kujua kama ni mwanamume, mwanamke au mnyama au chochote kile, kwa sababu hutupa kivuli sakafuni. Na kivuli hicho kinapozidi kuwa kifupi, kivuli kile kikiwa negativu, na haiwezekani kuwepo na negativu bila ya picha yenyewe. Kwa hiyo picha yenyewe inapokaribia negativu, ile negativu humezwa na picha yenyewe. Kile kivuli na ile picha yenyewe zinaungana pamoja, na hicho ndicho kinachoifanya basi picha yenyewe. Na iwapo mambo yote ya kale, Biblia ilisema katika Agano la Kale, yalikuwa vivuli vya mambo yajayo, basi kwa hiyo Kristo alikuwa kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo twaweza kuona kwa mifano ya Agano la Kale mahali yeye alipochagua kuweka jina lake na kwa sasa kama ilivyo kwa kivuli kinapotandaa sakafuni, nilisema ni negativu, kikiwa ni mfano. Kwa hiyo sisi waabudu pia twaweza kuona vivuli vya Agano la Kale vikififia kwenye picha yenyewe ya lile jipya. Sasa sikukuu zote zile, sikukuu, yale maskani yote, ambao zote, kila kitu katika yale maskani, kila kitu kilikuwa mfano wa Kristo. Sadaka zote, sheria zote, kila kitu kilikuwa mfano wa Kristo. Tumeyapitia hayo mara kadha wa kadha hapa maskanini. Basi tunaona kwa mambo haya kwamba kila kanuni ya imani, kanisa na madhehebu vimeachwa nyuma kabisa. Hata havimo katika mashindano ya mbio kamwe. Kila kanuni ya imani, kila kanisa, kila madhehebu yameachwa nje kabisa. Hakuna nafasi kwa ajili yao hata kidogo. Hakuna mfano katika Agano la Kale au popote katika Biblia wa kanisa isipokuwa umoja wa kulazimishwa
wa mnara wa Babeli. Hicho ndicho kitu pekee kinachoonyesha mfano wa umoja, kwa sababu ulifanyizwa na Nimrodi, mtu mwovu aliyetoka kwenda kuzilazimisha nchi zote ndogo kukusanyika mahali pamoja. Na mnara huu mkubwa ilikuwa ni ibada ya kidini bila shaka, lakini haikuhesabiwa katika neno la Mungu. Kwa hiyo hapo ndipo unapoona dini ya kimadhehebu ikifananishwa mnara wa Babeli katika Agano la Kale, ambapo dini hii hakika ilikuwa dini, lakini si dini ya neno la Mungu. Mungu hakuchagua kuweka jina lake katika madhehebu yoyote. Nataka andiko kwa ajili yake kama ndivyo ilivyo. Najua wanadai yeye ameliweka, lakini yeye hakuliweka. Hawezi kuweka jina lake katika mahali pengi, kwa sababu yeye alisema ameweka jina lake mahali pamoja, na mahali hapo pamoja, kila moja ya madhehebu yetu yanataka kusema wao ndiyo mahali pale, lakini ni kinyume. Lakini yeye aliweka jina lake wapi? Sasa na yeye kwanza, jina lake ni nani? Itatubidi kutafuta kujua jina la Mungu kabla ya kuona ni nini yeye ameweka mahali hapa. Sasa tunaona kwamba yeye alikuwa na vyeo vingi. Yeye aliitwa Baba, ambacho ni cheo. Yeye aliitwa Mwana, ambacho ni cheo. Aliitwa Roho Mtakatifu, ambacho ni cheo. Yeye anaitwa Uwala wa Dani, ambacho ni cheo. Nyinyoro ya bondeni, cheo. Nyota ya asubuhi, Yehova Ire, Yehova Rafa, majina saba mbalimbali ya ukombozi yenye maana zaidi ya moja, lakini yote yalikuwa vyeo. Hakuna hata kimoja cha hivyo kilikuwa jina, bali yeye analo jina. Alipokutana na Musa, yeye alikuwa bado hana jina, naye alimwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Na tunapomwona Yesu duniani akazungumza katika Waebrania sura ya 6, Yohana Mtakatifu sura ya 6, yeye alisema mimi niko ambaye niko. Wakasema, mbona wewe ni mtu asiyepata bado miaka 50, nawe unasema eti umeshamwona Ibrahimu? Akasema, yeye Ibrahimu asiyakuweko, mimi niko. Na mimi niko ndiye yule, kile kijiti kilichowaka moto, ile nguzo ya moto ambayo ilikuwa katika kijiti kilichowaka moto kule nyuma katika siku za Musa. Yule mimi niko ambaye niko. Na sasa tunaona kwamba Yesu alisema pia, mimi nilikuja katika jina la Baba yangu, nanyi hamukunipokea mimi. Basi jina la Baba lazima liwe ni Yesu. Hiyo ni kweli, jina la Baba ni Yesu, sababu Yesu alisema hivyo, ninachukua jina la Baba yangu, nimekuja katika jina la Baba yangu, wala ninyi hamukunipokea mimi. Basi jina lake lilikuwa ni Yesu. Ndipo Gabrieli alimwita yeye Yesu, manabii walimwita yeye Yesu, na yeye alikuwa Yesu hasa kabla ya kuzaliwa kwake. Hata nabii mtakatifu alimwita jina lake Immanueli, ambalo ni Mungu pamoja nasi. Basi Mungu alidhihirishwa katika mwili apate kuondoa dhambi ya ulimwengu, na katika kufanya hivyo yeye alipewa jina la Yesu. Kwa hiyo jina hilo ni Yesu, na hilo jina liliwekwa katika mtu, si kanisa, si madhehebu, si kanuni ya imani, bali mtu. Yeye alichagua kuweka jina lake katika Yesu Kristo. Sasa tunaona kwamba ndipo yeye anakuwa mahali pa Mungu pa kuabudia, ambapo unamwabudu yeye. Hata kabla yeye kuzaliwa aliitwa jina lake Yesu. Lilikuwa muhimu sana, hata lilipewa mama yake na malaika Gabrieli kwamba jina lake ataitwa Yesu, mwana wa Mungu, alivyokuwa yeye. Hapo tumelipata. Basi hili ndilo pekee, ndilo kwake pekee, mahali alipopachagua Mungu pa kuabudia, mahali pa Mungu alipopachagua. Mungu alichagua kukutana na binadamu, si kanisani, sio katika madhehebu, sio katika kanuni ya imani, lakini
katika Kristo. Hapo ndipo mahali pekee ambapo Mungu atakutana na mtu, na anapoweza kumwabudia Mungu ni katika Kristo. Ni mahali hapo pekee. Haiduru kama wewe ni Methodisti, Mbaptisti, Mkatoliki, Mprotestanti, hata uwe nani. Kuna mahali pamoja tu ambapo unaweza kwa usahihi kumwabudu Mungu. Hapo ni katika Kristo. Warumi 8:1 ilisema, sasa basi hakuna hukumu ya dhambi juu ya hao walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali kwa kufuata mambo ya Roho. Hiyo ni Injili. Tunaweza kutofautiana juu ya kanuni za imani, twaweza kutofautiana katika nadharia zilizobuniwa na mwanadamu. Waweza kwenda katika kanisa la Kimethodisti, ya kubidi uwe Methodisti, Baptisti, Mbaptisti, Katoliki, Mkatoliki, bali mara ubatizwapo katika Kristo na kuwa kiungo cha mwili wake, hakuna kutofautiana. Viambaza vya katikati vimevunjiliwa mbali na uko huru, kwa sababu uko katika Kristo Yesu, nawe mwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Unapokuwa ndani ya Kristo Yesu, ni mpango wa Mungu kwako wewe kumwabudu yeye katika Kristo Yesu. Sasa hakuna madhehebu ya kanisa yanayoweza kudai jambo hili. Hakuna mtu awezaye kudai hilo. Wawezaje kudhubutu kufanya madai kama hayo? Kutenda jambo kama hilo ingekuwa roho ya mpinga Kristo. Utakuwa unaondoa kutoka kwa Kristo, kuondoa kutoka kwake. Huwezi kufanya hivyo. Kristo ndiye mahali pa pekee ambapo Mungu hukutana na waabuduo. Wanasema leo, ninao watu wanaoniambia mtu fulani alinipigia simu si muda mrefu uliopita kutoka Beaumont, Texas. Akasema, Bwana Branham, kama jina lako halimo katika kitabu cha kanisa letu, huwezi kwenda mbinguni. Ungeliwazia hilo? Usiamini jambo kama hilo. Wanafikiria ya kubidi uwe mshiriki wa kanisa hilo moja, ama sivyo huwezi kwenda mbinguni. Hilo ni kosa. Ukiamini hilo ni upinga Kristo. Nitasema hivi, kama unaamini roho kama hiyo, umepotea. Hiyo ni ishara nzuri kwamba umepotea, kwa sababu ni kuondoa kutoka katika lile Mungu alitenda. Mungu hakuweka kamwe jina lake katika kanisa lolote. Aliliweka katika mwanawe Kristo Yesu, wakati yeye na mwanawe walipofanyika mmoja. Hapo ndipo mahali halisi hakuabudia. Hamna msingi mwingine uliwekwa, hakuna mwamba mwingine juu ya Kristo, mwamba wenye imara na simama. Hadi nyingine yote ni mchanga unaodidimia. Madhehebu yatavurugika na kuanguka, mataifa yatapita, lakini yeye atadumu milele. Hakuna mahali pengine ambapo mtu anaweza kupapata pa kumwabudia Mungu, ambapo Mungu atamjibu. Hakuna mahali isipokuwa katika Kristo Yesu. Hapo ndipo mahali pekee ambapo Mungu alichagua kuweka jina lake, na mahali pekee ambapo yeye anakutana na mwanadamu kuabudu. Umepotea kuamini kitu kingine chochote. Angalia, sikukuu zote 7 za Wayahudi ziliadhimishwa mahali pamoja. Hawakuadhimisha kama sikukuu moja hapa kwa Methodisti na moja hapa kwa Batisti, moja huko kwa Mpresbiteri, moja nyuma hapa kwa Katoliki na moja kwa Mprotestanti. Sikukuu zote 7 ziliadhimishwa mahali pamoja. Ni mfano mzuri sana hapa. Ndiyo kwanza tupitie nyakati 7 za kanisa, ikionyesha kwamba Mungu ameweka nyakati zote 7 za kanisa katika neno, kwa kuwa kila wakati wa kanisa ulitoa sehemu ya neno, na kila walipolitoa nao wakaona nuru. Kama tu wale watu ambao kwanza waligundua kubatiza katika jina la Yesu. Walifanya nini? Waliunda madhehebu katika jambo hilo, nayo yakava papo hapo. Ndipo Mungu akasogea kwa mtu mwingine. Yeye hata katika moja ya hizo kanuni za imani na mafundisho ya shati hayajali. Hakuna upotovu wowote katika Mungu. Neno la Mungu ni takatifu lisilogoshewa. Kristo ndiye mahali pakuu kabisa pa Mungu pa kuabudia. Yeye ni Mungu. Sikukuu zote 7 lazima ziadhimishwe mahali
hapa pamoja. Usingeweza kuadhimisha sikukuu katika mahali pengine, lakini hizo 7 sehemu, sikukuu 7 za mwaka lazima siadhimishwe mahali pamoja. Kwa hiyo ilibidi zile nyakati 7 za kanisa zitoke mahali pamoja. Huyo alikuwa Kristo akizungumza katika nyakati zote 7 za kanisa. Hilo ni sawa kabisa, mfano wa nyakati 7 za kanisa, bali waliunda madhehebu kutokana na jambo hilo. Sasa hebu tuangalie mfano mwingine tukiwa tupo hapa. Huo ni mfano wa Pasaka uliotangulia kumwonyesha Yesu. Tunaona hapa kafara ya damu wa mauti. Kafara ya damu ilikuwa kuonyesha Kristo. Je, madhehebu yangeweza kutoka damu? Ungeweza kufikiria kanisa likitoka damu, kutoka damu kwa kimadhehebu? Hasha! Ilihitajika damu itoke katika uhai, na uhai huo hapa Yesu anatokeza kwa mwanakondoo. Mwanakondoo alikuwa mfano wa Kristo na alitangulia kumwonyesha Kristo, kwa sababu yeye alikuwa mwanakondoo wa Mungu ambaye Yohana alimjulisha, ambaye huichukua dhambi ya ulimwengu. Namwona Yesu akitokeza hapa katika Kutoka sura ya 12. Angalia, palikuwa ndipo mahali pekee ambapo mauti hayangeweza kupiga. Mauti yalipokuwa tayari kuipiga nchi, ilibidi pawe na mahali fulani. Wote wasiokuwa chini ya mahali hapa walikufa mahali pamoja pekee. Sasa haikumaanisha ilikuwa nyumba moja, lakini kulikuwa na mahali pamoja. Hapo ndipo alipouawa mwanakondoo. Mahali palipokuwa na damu ya mwanakondoo, malaika wa mauti hasingeweza kupiga, sababu ndipo mahali pamoja Mungu alipokuwa ameweka jina lake, na mwanakondoo huyo alitajwa nyuma kule mwanzoni. Mwanakondoo, angalia, ndipo mahali pamoja asingeweza kupiga. Na sasa ndivyo ilivyo leo hii. Kuna mahali pamoja tu ambapo mauti ya kiroho hayawezi kupiga. Mahali hapo ni neno. Mauti hayawezi kulipiga neno, kwa sababu ni neno hai la Mungu. Lakini unapolichanganya hilo na kanuni za imani, neno linaondoka mle likawa peke yake, litajitenga kama maji na mafuta. Huwezi kulichanganyisha, huwezi kulichanganyisha. Wakati kanuni ya imani inapoingia katika madhehebu, wote watakimbilia hiyo kanuni ya imani, nalo neno linaondoka na kuendelea na mtu mwingine, na analizidisha hilo, linapata nguvu zaidi linapokwenda kutoka kwenye kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuendelea hata likaingia kwenye punche. Hivi unaona njia ambao Mungu amepitia akileta jina lake wakati wote moja kwa moja namna ile ile, kwa sababu yeye ni neno. Hilo haliwezi kufa. Neno la uzima haliwezi kufa. Angalia jinsi lilivyo kamilifu. Sasa malaika wa mauti hakukatazwa kuwapiga hao watu maarufu wenye akili nyingi wa Misri, kusipiga nchi zake takatifu, majengo yake makubwa, mafarao wake, hao makuhani wa nchi. Yule malaika hakukatazwa kuwapiga. Angeipiga jengo lolote, mahali popote, mtu yeyote, bali hakuweza kupiga alipokuwepo mwanakondoo. Mauti hayawezi kupiga mahali hapa palipotolewa na Mungu, na hapo ni katika mwanakondoo. Angalia, wala hata ile hakukatazwa kuipiga Israeli, hao makuhani wake wa Kiebrania na au yeyote ya madhehebu yao. Wote lazima wawe katika mahali palipochaguliwa na kuandaliwa na Mungu, la sivyo mauti yatapiga. Ewe kanisa, popote ulipo, hata uwe na shiriki wapi, ni mamoja kwangu, bali lipo jambo moja linalokupaza kujua, ya kubidiwe katika Kristo au umekufa. Huwezi kuishi nje yake. Kanisa lako laweza liwe sawa kama jengo, ushirika wako waweza kuwa sawa kama mtu, mbali unapo ukana ule mwili, damu, neno la Kristo, umekufa dakika ile.
unapolitenda, ndipo mahali alipopachagua Mungu pa kuabudia. Hapo ndipo jina lake lilipo hasa. Hapo ndipo alipochagua kuweka jina lake, sio katika kanisa, lakini katika mwana Yesu Kristo. Angalia, usalama uko tu katika mahali yeye alipochagua, katika mwana kondoo wake na katika jina la mwana kondoo. Ilikuwa mwana kondoo dume wa kiume, sio wa kike, sio kanisa jike, bali jina la kiume, sio jina la kike. Mahali ambapo angeenda kukutana na watu hapakuwa katika jina la kike, bali katika jina la kiume, yeye mwana kondoo. Sasa tunasema kanisa maarufu na lenye nguvu lilitenda hivi na lilitenda vile, limestahimili dharuba. Tumepata ongezeko la watu, tuko wengi sana, tu kanisa lenye nguvu, ni kitu kikuu. Lakini Mungu kamwe hakusema kitu chochote kuhusu wa kike. Yeye alisema wa kiume. Wa kiume ndiye mahali pa kukutania mwana kondoo, sio kanisa. Si jina la kike, bali jina la kiume. Yeye hakuweka jina la kike mahali popote. Yeye aliweka jina lake katika wa kiume. Hiyo ndiyo sababu yote yatupasayo kutenda, aidha kwa neno au katika tendo, lazima tuyatende yote katika jina la Yesu Kristo. Kama tukiomba, yatupasa kuomba katika jina la Yesu Kristo. Kama tukiomba dua, yatubidi kuomba katika jina la Yesu Kristo. Kama tukitembea, tunatembea katika jina la Yesu. Kama tukizungumza, tunazungumza katika jina la Yesu. Kama tukibatiza, yatubidi kubatiza katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa yote tutendayo katika neno au tendo tuyatende katika jina la Yesu Kristo. Jamaa fulani aliniambia wakati mmoja, tukijadili jambo hilo, alisema, ndugu Branham, mke wangu mimi si, akasema yeye jina lake ni fulani na fulani, yeye ni mhudumu, huenda ikawa ameketi hapa sasa. Basi akasema, mke wangu, akasema yeye anaitwa kwa jina langu, nitasema tu Jones, kwa sababu haikuwa John. Akasema sasa yeye haimlazimu kuomba kila asubuhi, achukue fagio na kusema, sasa ninafagia nyumba katika jina la Jones, na ninaosha vyombo katika jina la Jones, na ninatia nguo viraka katika jina la Jones. Sidhani inakubidi kutaja jina lolote hata kidogo. Akasema ninaamini yakubidi kutaja. Hiyo ni kweli. Naye akasema naam. Kwa nini? Haimlazimu kulitaja. Kwanza kila kitu anachotenda ni katika jina la John. Nikasema lakini hukupita kamwe mitaani na kumchukua na kusema njoo Jones. Ilimbidi kwanza apitie katika sherehe ya harusi Jones. Kama hakupitia, unaishi katika uzinzi, na kama umebatizwa kwa jina jingine yoyote isipokuwa katika jina la Yesu Kristo, ni ubatizo wa kizinzi ambao haumo katika Biblia. Basi kila mlitendalo katika neno na kwa tendo, tendeni yote katika jina la Yesu. Baada ya jambo hilo utendalo, mbali ya kubidi kwanza uje katika jina lake. Kuna wanawake wengi wazuri katika jengo hili usiku wa leo, wazuri, wanawake waaminifu, bali kuna bibi William Branham mmoja, ndiye aendaye nami nyumbani, ndiye aliye mke wangu. Wapo watu wazuri ulimwenguni, makanisa mazuri, lakini kuna bi Yesu Kristo mmoja, na huyo ndiye ambaye yeye anakuja kumchukua. Hapo ndipo panapokaa jina lake, hapo ndipo yeye anapoabudiwa, katika yeye na yeye peke yake. Hilo ni kweli. Lo, ndiyo Bwana, tunaona hilo kuwa kweli. Sasa hiyo ndiyo sababu sisi yote tutendayo katika neno au katika tendo tunayatenda katika jina la Yesu Kristo. Hapana jina jingine lililotolewa chini ya mbingu kwa ajili ya wokovu isipokuwa jina
la Yesu Kristo. Matendo sura ya 2 inasema kwamba kwa maana na ijulikane kwenu hapana jina lingine lilotolewa chini ya mbingu ambalo mtu anapaswa kuokolewa kwalo ila ni katika jina la Yesu Kristo tu. Amina. Natumaini mnalipata jina la Yesu Kristo. Kila mbingu ya juu sana huitwa yeye. Jamaa yote mbinguni huitwa Yesu, Biblia ilisema, na jamaa yote ya duniani huitwa Yesu. Kwa hiyo hilo ni jina lilochaguliwa na Mungu, na mahali alipoliweka hilo, hapo ndipo mahali pake pa kuabudiwa ni katika Yesu Kristo. Sasa tunajua ndivyo ilivyo. Hapana mahali pengine pa kuabudia isipokuwa katika yeye. Hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo, lakini jina la Mungu la ukombozi. Mungu ana jina liitwalo Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Yire, Bwana usamehe dhambi zako zote. Jehova Rafa, Bwana ukuponya magonjwa yako yote. Alikuwa na vyeo vingi, bali yeye analo jina moja tu la ukombozi ambalo ni la kibinadamu, na hilo ni jina la Yesu. Hilo ndilo jina lake alilochagua kuliweka. Yeye aliliweka wapi? Yeye aliweka katika Kristo. Majina yote mengine ya makanisa, kanuni za imani, vyeo, ni mauti kuyatumainia. Ukitumainia kanisa la Kimethodisti kukupeleka mbinguni, umepotea. Kama unatumainia wa Pentecost, kanisa la Kipentecost kukupeleka mbinguni, umepotea. Na la Kibatisti, la Kiluteri, la Kipresbiteri, la Kikatoliki, kanisa jingine lote, wewe unayetumainia majina yao ya vyeo vyao au kanuni zao za imani, umepotea. Na la Kibatisti, la Kiluteri, la Kipresbiteri, la Kikatoliki, kanisa jingine lolote, wewe unayetumainia majina yao au vyeo vyao au kanuni zao za imani, umepotea, kwa sababu hata uwezi kuabudu mpaka kwanza uje katika mahali pa kuabudia. Amin. Hapo ndipo mahali pekee Mungu hukutana na mwabudu, ndipo mahali yeye alipochagua kuweka jina lake. Mengine yote kuyatumainia utakufa. Kivuli kingine cha Yesu hapa nimetia alama maandiko. Pia yeye alionyeshwa hapo kabla. Yeye lazima asiwe na ila. Mahali yeye awekapo jina lake, mwanakondoo huyu lazima asiwe na ila. Sasa ni madhehebu gani au itikadi gani unaweza kuonyesha kwamba wanayo hii? Kanisa gani? Katoliki, Protestanti, la Kiyahudi, lolote lile, itikadi gani, madhehebu gani unaweza kuonyesha kwamba wanayo hiyo bila ila juu yake? Yote yametupiliwa mbali na kukataliwa, bali kuna mahali, haleluya, mahali hapo ni katika Yesu Kristo. Hakuna ila juu yake, hakuna kosa ndani yake. Huwezi ukatoa makosa hili. Watu wote hawa ambao wanajaribu kutenda hivyo, kusema kanisa lao halina makosa yoyote, haya ni watu wachafu, wavunja neno, wanaopenda wafunusu, watu wa Laodikia, kanuni za imani, lakini sio ukweli. Lakini hata Pilato mwenyewe, adui wake, alisema sioni neno lilo ovu juu yake. Adui wake mwenyewe alishuhudia hakuna kosa ndani yake. Huwezi kumpata na dhambi yoyote. Yeye aliwaambia makuhani wa zamani zake, ni nani miongoni mwenu awezaye kunishuhudia ya kuwa nina dhambi? Ni nani awezaye kunionyesha mimi kwamba, niambie kanisa moja ambalo linaweza kusema hawajafanya kosa lolote kama? Kwa kweli hakuna hata mmoja. Ni vigumu kulipata, isipokuwa lililoua na kutenda kila jambo lililopo kwenye kalenda
ni vigumu kulipata. Halafu bado wajiite wenyewe, la, si mahali pa Mungu pa kukusanyikia kwa ajili ya kuabudu katika kanuni yoyote ya imani au madhehebu. Marafiki wangu, sitaki kuumiza mioyo, bali inawajibika kwa ujumbe, na ujumbe huo ni tokeni kwenye uchafu huu. Na kama nikiwaambieni kutoka, itawapeleka wapi? Hivi ningewachukua hadi maskani ya Branham. Lina makosa mengi kama mengine yote, bali kuna mahali pamoja inapoweza kuwapelekeni ambapo msalama na mmelindwa na mauti. Hapo ni katika Yesu Kristo, ndipo mahali pa Mungu pa kuabudia. Hapo ndipo mahali inapowajulisha usiku wa leo, ambapo Mungu ameweka jina lake. Aliahidi atakutana na kila mtu ambaye ataingia mle ndani, yeye angeabudu pamoja naye na kufanya karamu naye. Hapo ni katika Kristo, sio katika kanisa lolote, sio maskani, bali katika Kristo. Yeye ndiye maskani ya Mungu. Yeye ndiye mahali ambapo Mungu aliingia yeye mwenyewe akakaa ndani yake. Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa kukaa ndani yake. Alipofanya maskani yake, akaleta jina lake, akaliweka juu yake Yesu Kristo. Kwa hiyo jina lake liliwekwa katika mtu, mwanawe Yesu Kristo, ambamo yeye alijifanyia maskani yake. Na katika maskani ile ambamo, katika mfano ile Yerusalemu ya kale, zile sikukuu za kale, ile hekalu la kale, vilikuwa mifano. Moshi ulipoingia siku ile, lile sanduku lilipoingia la agano na kutulia, na sauti ya Mungu ilisikika kutoka kwake. Hivyo ile sauti ya Mungu ilisikika ikiingia katika yale maskani, Yesu Kristo, ambapo ile la zamani la asili ilikuwa mfano na kivuli cha lile jipya. Na wakati yeye alipoingia katika Kristo, yeye alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nayependezwa kukaa ndani yake. Nami nitachagua mahali ambapo nitaweka jina langu, na ambapo nitakutana na watu, na ambapo nitaabudiwa. Mungu alichagua mahali hapo, sio katika madhehebu yoyote ya kanisa, lakini katika Yesu Kristo. Ndiyo Bwana, yeye lazima awe hana hila. Kama nilivyosema, hakuna madhehebu yanayoweza kudai jambo hilo. Kama wakidai, wao ni wapinga Kristo. Sasa tunaona hapa, angalia kivuli chake tena. Yule mwanakondoo ilibidi awekwe. Sasa hili lapatikana katika Kutoka 12, kama mnayaandika, Kutoka 12:3 hadi 6. Mwanakondoo lazima awekwe siku 4 apate kujaribiwa kuona kama bado anastahili kutolewa sadaka. Lazima achukuliwe, achunguzwe tena na tena kwa siku 4 kuona kama kuna ila juu yake, kuona kama kuna ugonjwa wowote ndani yake, kuona kama huyo mwanakondoo ana kasoro yoyote. Lazima awekwe siku 4. Sasa angalia, mtu fulani huenda amefikiria hiyo ilikuwa mbele kidogo, aliuawa siku ya 14, lakini unakumbuka wao walimchukua yule mwanakondoo siku ya 10 ya mwezi na kumuua kwenye siku ya 14 ya mwezi. Unaona, ambaye aliwekwa kwa siku 4. Sasa Yesu, jina la Mungu la mwanakondoo, aliingia Yerusalemu na hakutoka tena kamwe mpaka baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka. Yeye aliwekwa chini ya wapinzani kwa siku 4 usiku na mchana, jinsi mwanakondoo yule alivyoonyeshwa kwa mfano mkamilifu. Aliwekwa kwa siku 4. Hapo ndipo Plato aliposema, sioni hatia yoyote kwake. Kivuli kingine chake, hakuna mfupa wake ungeweza kuvunjwa, jambo ambalo lilitimia kikamilifu, ambapo hawakuweza kuua ile sadaka, hawangeuvunja mfupa wowote. Kama mfupa ungalivunjwa, alikataliwa. Nao tayari waliinua nyundo kuivunja mfupa katika miguu ya Kristo waliposema,
yeye amekwisha kufa tayari. Walimchoma bavuni mwake, wakapata damu na maji. Angalia tena kitu kingine kikuu hapa, sitakiruka kwa sababu yeye aliwakilishwa katika ile sadaka ya unga. Walikuwa na shule katika Biblia inayoitwa shule ya manabii, nayo ilikuwa ni shule kweli kweli. Na tunaona kwamba Eliya alikwenda kwenye shule hiyo siku moja, nao wakasema sisi, walimsihi aondoke, wakasema unapokuwepo hapa mambo ni makali mno. Kwa hiyo walitaka yeye aondoke, nao wakatoka wakaenda kumletea chakula cha mchana, na kundi la makuhani wakatoka au manabii kuchuma mbaazi kumtengenezea chakula. Nao walipofanya hivyo, wakachuma wakajaza aproni nzima, na waliporudi, kumbe ni matango mwitu ambao yalikuwa sumu, nao wakayatupa kwenye chungu, na vile vyungu vikaanza kuchemka. Nao mtu fulani akasema, ole wangu, mauti imo chunguni, sasa hata hatuwezi kula. Basi Eliya akasema, nileteeni kozi moja ya unga. Naye akachukua ule unga akautupa katika kila chungu, akasema, kuleni, chungu kimeponywa. Ile sadaka ya unga ilikuwa Kristo. Kila mbegu yenye miiba ilipaswa iwekwe namna ile ile, na kila kiasi kidogo cha unga ilibidi kichanganywe namna ile ile kwa ajili ya sadaka ya unga, akionyesha kwamba yeye ni mponya, na yeye hubadilisha na kuondoa kifo na kuweka uzima kwa zile sheria mbili. Haleluya! Kifo kikiwa mahali fulani, Kristo ajapo, uzima unakuja. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na palipokuwa na kifo, pakawa na uzima, kwa sababu Kristo ameletwa sadaka ya unga. Jinsi mambo haya yangekuwa somo kubwa kama tukichukua muda kuyafafanua. Sasa tazama, hakuna hata neno moja la vivuli lisilotimia. Hata neno moja la vivuli halijawahi kutotimia. Kila kitu kimefananishwa kikamilifu. Yeye ni mahali palipochaguliwa na Mungu pa kuabudia, naye amepewa jina la Mungu. Yeye ni mahali pa kumwabudia Mungu na amepewa jina la Mungu. Yeye ni neno la Mungu, yeye ni jina la Mungu. Yeye ni yote mawili, neno la Mungu na jina la Mungu. Yeye alikuwa neno lilofanyika mwili, alikuwa neno la Mungu, mwanakondoo wa Mungu, jina la Mungu, naye alikuwa Mungu. Hivyo ndivyo alivyokuwa yeye, mahali pekee palipochaguliwa kumwabudia Mungu. Na Mungu hukataa mahali pengine popote kando ya Yesu Kristo. Huwezi kumwabudia yeye mahali popote. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Leo tuna kanuni za imani, mafundisho ya shati na kila kitu ambacho hufundisha hii ndiyo njia na ile ndiyo njia. Na Yesu alisema, mimi ndiye njia, kweli na uzima, na hakuna mtu awezaye kuja kwa Mungu isipokuwa kwa mimi. Kwa maneno mengine, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Watu walioko nje ni wezi. Yeye ndiye pekee wa kuendea. Yeye ndiye mlango, yeye ndiye njia, kweli, uzima. Yote yaliyopo, mlango pekee, mahali pekee, ibada pekee, jina pekee, kila kitu kimefungiliwa kwenye Yesu Kristo. Agano la Kale lote limefungiliwa kwake, Agano Jipya limefungiliwa kwake, na kanisa leo limefungiliwa kwake kwa neno la amri yake. Hakuna mahali pengine au jina jingine au mahali popote ambapo Mungu aliwahi kuahidi kukutana na binadamu. Ni katika Yesu Kristo tu, mahali pake alipopachagua pa kuabudia. Angalia, Mungu ameahidi kukutana na waabudu wake katika mahali hapa pamoja tu, na hilo ni chaguo lake mwenyewe, si chaguo letu, si kufikiria kwetu, bali kwa mawazo yake, chaguo lake. Na pangekuwa mahali ambapo yeye angeweka jina lake, ambapo yeye amechagua. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapata ambapo jina lake lilikuwa, mahali alipochagua.
kwa uchaguzi wake mwenyewe. Sasa kwa kuwa tumeona mahali yeye aliweka jina lake, yaani katika Kristo Yesu, na hakuna mahali pengine au hakuna jina jingine, mmeridhika na hilo? Semeni amin. Sasa jambo lenyewe ni kwamba kama tukiona mahali hapo ni wapi, mahali popote pa kuabudia hapakubaliwi ila tu katika Kristo. Unaweza kutubu, unaweza kufanya hivyo, lakini bado huabudu, unaomba msamaha. Petro alisema siku ya Pentekoste, walipowaona hao wote wakinena kwa lugha na ishara kubwa na maajabu yakitendeka, walianza kucheka. Kanisa lilicheka na kusema, watu hao wamejaa mvinyo mpya, wanatenda kama watu waliolewa. Yule Mariamu yule bikira, wote walikuwepo pamoja wakiwa 120, nao wakipepesuka kama watu waliolewa na kunena kwa lugha na kufanya makelele, na wakasema, watu hawa wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akisimama alisema, wanaume na ndugu, watu hawa hawakujawa na mvinyo mpya, kwani sasa ni saa 3 mchana. Lakini hili ni lile lilonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, wana wenu na binti zenu watatabiri, nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu. Ajabu katika mbingu juu, katika nchi moto, nguzo za moto, mvuke na moshi. Itakuwa kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya, kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Waliposikia haya, walichoma mioyoni mwao, wakawaambia, waume na ndugu zangu, tutendeje? Petro akasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa vizazi vyote vijavyo. Tunaona jambo hilo. Sasa tunataka kuona jinsi tunavyoingia katika yeye. Tunaingiaje mahali hapa pa kuabudia? Wakorintho 12 yatosha. Kwani kwa roho mmoja, sio kwa kanisa moja, sio kwa kanuni moja ya imani, sio kwa mchungaji mmoja, sio kwa askofu mmoja, sio kwa kuhani mmoja, lakini kwa Roho Mtakatifu mmoja, zote tumebatizwa katika mwili mmoja ambao ni mwili wa Yesu Kristo, na kuwa na haki ya kila kipawa kilicho ndani ya mwili ule. Ndiyo Bwana. Hakuna kujiunga, hakuna kukariri kanuni za imani, hakuna kusukumizwa, kuachilia, kupeana mikono au chochote kile, lakini kwa kuzaliwa tunabatizwa katika mwili wa Yesu Kristo. Amin. Kwa Roho Mtakatifu mmoja, zote tumebatizwa katika mwili mmoja. Na mwili huo ni nini? Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Tawezaje kuwa ndani ya mwili ule na kukaa na neno moja, au kuliweka hilo mahali pengine ambapo hata sio katika ule mwili? Tawezaje basi kulitenda mahali alipopachagua Mungu? Angalia, unapobatizwa kweli katika yeye, uthibitisho wa kweli ni kwamba unamwamini yeye neno. Unawezaje kuwa sehemu yake halafu umkane yeye? Nawezaje kuukana mkono wangu kuwa ni mkono wangu? Kama nikiukana kuna kasoro bongoni mwangu, nami nawezaje, kama kuna kasoro bongoni mwangu, kukana kwamba huo ni mkono wangu, kukana huo ni mguu wangu? Kuna kasoro kiroho kwa mwamini anayekana neno lote ambalo Mungu amewahi kusema na kuahidi. Kuna kasoro rohoni kwake huyo anayejiita mwamini. Huwezi kukana herufi moja yake, kwa sababu umekuwa sehemu kitu kile kile. Wewe usehemu yake kwa sababu umebatizwa katika yeye, kwa Roho Mtakatifu ambaye amekuleta akakuingiza katika mwili wa Yesu Kristo. Ni jambo lililopendeza jinsi gani! Mungu alikuwa na mahali fulani ambapo alikutana na Ibrahimu, na hapo ndipo Ibrahimu
alipomwabudia, kote katika Agano, na neno lake lililoahidiwa litafasiriwa ndani yako na yeye. Umesikia hilo? Neno ambalo yeye haliahidi kutimiza katika siku ambayo unaishi, utakuwa barua iliyoandikwa ya Mungu inayosomwa na watu wote. Si kile unachodai, bali kile ambacho Mungu atatenda kupitia kwako kitapasa sauti zaidi ya kitu chochote ungeweza kudai. Mungu alisema, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Hilo huzungumza kupitia kwako. Alinena kuhusu wakati huu, yale yatakayotukia sasa. Waamini wa wakati huu yawabidi kuamini hili, ile yeye aliahidi kwa siku ya leo, vile vile tu kama ilivyowapaza kuja kuingia safinani wapate kuokolewa, watoke Misri wapate kuokolewa, wabidi waje kwake Kristo wapate kuokolewa. Sasa katika ujumbe neno kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaingiaje katika huo? Kwa ubatizo. Ubatizo wa nini? Maji kwa Roho Mtakatifu, Roho mmoja. Sote tumebatizwa katika mwili huu mmoja na neno lake lililoahidiwa. Yeye hata haitakulazimu kulifasiri hilo, yeye atalifasiri hilo kupitia kwako, kile ambacho unatenda ambalo yeye haliahidi kutenda. Kanisa lililomfuata yeye litafanana sana na yeye mpaka watu watajua. Tazame Petro na Yohana walipoulizwa kuhusu kumponya mtu fulani kwenye mlango uitwao Mzuri, walisema walitambua, wale makuhani walitambua kwamba walikuwa vyote viwili, watu wasio na elimu na wasio na maarifa, lakini walitambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kwa sababu nini? Walikuwa wakifanya mambo yale ambayo yeye alitenda. Yeye yampaza kuwemo katika shughuli za Baba yake, na leo lazima iwe vile vile. Sasa kumbuka, ni yeye yule jana, leo na hata milele, kwa maana Mungu hukutana nawe katika yeye, mahali pekee paliopo, kwani hapo ndipo yeye alipopachagua kuweka jina lake katika yeye. Yesu ndilo jina la Mungu. Mwana, Roho Mtakatifu ni vyeo vya jina Yesu Kristo. Wakati Mathayo aliposema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, jinsi hilo lilivyofasiriwa vibaya leo na kusema katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu, hata haikuandikwa. Ni katika jina umoja la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baba si jina, Mwana si jina, Roho Mtakatifu si jina, ni cheo. Siku 10 baadaye Petro alisimama akasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo. Basi alitenda ambalo yeye alimwambia atende, alitenda ambalo yeye alimwambia atende. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Kila mtu katika Agano Jipya alibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ta mtu mmoja katika Biblia aliyewahi kubatizwa kwa vyeo vya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kamwe alikuwepo hadi kanuni ya imani ya Nikea ilipoidhinishwa huko Nikea, Rumi. Ilikuwa ni utaratibu wa kanisa Katoliki, ilionekana limethibitisha jambo lile lile katika katekisimu. Inacho hiyo ni kweli, kweli za imani yetu na kadhalika, kwamba ni imani ya Katoliki ya Kirumi kabisa. Hiyo ni kweli, kweli za imani yetu na kadhalika, kwamba ni imani ya Katoliki ya Kirumi kabisa. Watakuambia haumo katika Biblia, lakini wanasema wanayo mamlaka kubadili haya maneno kama wanataka kwa sababu ya Papa. Sikubali. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, atakayeondoa neno moja katika Biblia hii, alisema Yesu, au kuweka neno moja ndani yake, sehemu yake itaondolewa katika kile kitabu cha uzima. Neno moja, si sentensi au aya, bali neno moja. Yeyote atakayeondoa neno moja. Hapo mwanzo Mungu aliwakinga watu wake kwa neno moja lililoeleweka vibaya, lilisababisha kila mauti, kila kuumwa na moyo, kila huzuni. Hawa hakuvunja sentensi
alivunja neno moja. Yesu alipokuja katikati ya kitabu, hiyo ilikuwa mwanzo wa kitabu. Wakati Yesu alipokuja katikati ya kitabu, yeye alisema nini? Imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Katika mwisho wa hiki kitabu, Ufunuo sura ya 22 aya 18, sehemu ya mwisho kabisa ya Biblia, Yesu mwenyewe anazungumza kasema, nashuhudia kwamba kama mtu ataondoa neno moja katika kitabu hiki au kuliongeza neno moja kwenye hicho, sehemu yake itaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima, kwa sababu yeye nabii wa uongo na amewakosesha watu, na damu yao itahesabiwa mikononi mwake. Kwa kutenda hivi, yatubidi tushikilie mahali hapa pamoja pa kuabudia, yaani Yesu Kristo aliye neno, yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Sawa. Kumbuka, hakuna mahali pengine pa kukutania kuabudu. Hakuna mahali Mungu alipachagua. Yohana nyuma huko katika kiungo baina ya Agano Jipya na Agano la Kale. Sikiliza kwa makini sasa. Angalia kwa makini. Yohana yule tai mkuu aliruka akaja kutoka jangwani siku moja, hawa zake kuu zimetandazwa, akashuka katika ukingo wa Jordan. Tai mkuu nabii aliyeunganisha Agano la Kale na Agano Jipya, naye aliwaita toka kulia na kushoto. Alikuwa akitangaza siku ya toba. Wakatokea Mafarisayo na Masadukayo. Msianze kusema ndani yenu, tunaye Ibrahimu baba yetu, sababu nawaambia Mungu anaweza toka kwenye mawe haya kumwinulia watoto wa Ibrahimu. Lo, jamani! Alipoanza kutangaza Injili kule nje na kusema, hapa anasimama mtu miongoni mwenu msiyemjua, hata siyamtambua yeye, bali nitamjua yeye ajapo. Sistahili kufungua kiatu chake, bali yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, na pepeto lake liko mkononi mwake. Yeye atasafisha sana uwanda wake, naye atateketeza makapi kwa moto usiozimika. Yule tai mkuu wa Injili akiketi pale, huku anawika maonyo yake makuu, na uchafu ukatokea. Au Herode mtawala wa dola wakati ule, mpiga biu, alimwoa mke wa ndugu yake. Na ungeweza kuwazia yule tai mkuu wa Injili akiketi pale na kukaa kimya kwa jambo lile. Baadhi yao walisema, usihubiri juu ya ndoa na talaka sasa, Yohana, sababu Herode ameketi pale. Kaenda moja kwa moja mbele yake akasema, si halali kwako wewe kumchukua yeye. Hiyo ni kweli. Kile yeye alikuwa nini? Alikuwa yule tai kutoka nyikani. Hakufundishwa chini ya fadhaa ya binadamu na vitisho vya madhehebu, lakini alikuwa amefundishwa chini ya nguvu za Mwenyezi Mungu, kujua ambalo lingekuwa sawa. Alijua kitambulisho cha Masihi. Haleluya! Hili linamaanisha, Mungu wetu asifiwe, usiogope, siamuumiza mtu mbali. Pia simuka, najua niliko kabisa. Ninapofikiria yeye, huyo tai mkubwa akiruka huko na kutua, nitamjua yeye atakapokuja. Siku moja yeye alikuwa amesimama pale akihubiri. Makuhani walikuwa upande wa pili. Kasema, unamaanisha utafika wakati sadaka ya kila siku itaondolewa, hekalu hili maarufu ambalo tumejenga na kazi yote tuliyofanya juu yake sisi madhehebu makubwa, utafika wakati ambapo haya yote yataondoshwa. Kasema, haiwezekani, wewe ni nabii wa uongo. Naye akatazama pande zote akasema, angalieni, huyo hapo. Hapo ndipo mahali alipopachagua Mungu na kuwaidia. Huyo hapo mwana-kondoo halisi, haichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hakusema huyo hapa Methodist anakuja, huyo hapa Mbaptisti anakuja, hao Mkatoliki. Alisema huyo hapo anakuja mwana-kondoo wa Mungu, haichukua dhambi ya ulimwengu. Kata pekee ya usalama iliyopo ni ndani ya yule mwana-kondoo wa Mungu. Katika yeye pekee mna wokovu, sio katika kanisa lolote, kanuni yoyote ya imani, watu wowote, baba yeyote, mama yeyote, mtu mtakatifu yeyote, au chochote.
mahali patakatifu ni katika Mungu mtakatifu, Bwana Yesu Kristo, ambapo Mungu aliweka jina lake katika binadamu kwa ajili ya ukombozi, ambaye alilipa gharama kwa ajili yetu wenye dhambi. Hapo ndipo mahali pekee ambapo pana wokovu. Huo ndio mwamba nisimamapo. Yohana alimtambulisha yeye, alisema, mimi sikumjua yeye wakati nilipomwona yeye akija, lakini nje huko ambako nimepata mafunzo yangu, si katika seminari kama alivyofanya baba yake, si kama kuhani aliyefundishwa, lakini nyikani, ambako alikuwa katika seminari ya teolojia ya Mwenyezi Mungu, akingojea neno la Mungu, si yale kundi fulani la watu limetunga, bali ambalo Mungu amesema kuhusu jambo hilo. Na Yohana alipoinua macho yake juu, alimwona Roho akija, akasema, nashuhudia kwamba huyo ndiye. Lo, jamani, hapo ndipo mahali pako pa kuabudia, hapo ndipo mahali pako pa kujificha. Huyo hapo mwanakondoo wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu, sio kanisa lolote, sio kanuni ya imani au chochote kile, ila mwanakondoo wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu. Unaona jinsi Yohana alivyoliweka. Hakusema ninyi Mafarisayo mko sahihi, ninyi Masadukayo, Maherodi. Alisema yule pale mwanakondoo. Hapo ndipo mahali penyewe, ana lile jina. Yeye ndiye, hapana jina jingine chini ya mbingu. Angalia alilosema Yesu kumuhusu Yohana. Sasa siku moja Yohana alituma kwake kuona anafanya nini. Yesu alisema kumuhusu yeye, yeye alikuwa ile nuru kuu ing'aayo, kuwaonyesha njia sahihi ambayo wanapaswa kufuata kabla ya kuja kwake mara ya kwanza. Sikilizeni kwa makini, usilikose. Yesu alisema Yohana alikuwa nuru ile. Malaki 3. Hakuna kosa. Nabii aliye na nuru kuu ing'aayo alimtambua Yesu kuwa mtu wa pekee, mwanakondoo. Wanakondoo wengine wote ambao hao makuhani walikuwa wakinena habari zao na mambo haya mengine yote yalikuwa upumbavu. Hapa alikuwepo mwanakondoo, mtu mwenye nuru kuu ing'aayo, ambayo Yesu alisema yeye alikuwa hivyo. Malaki 3 ilisema, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitengeneza njia. Na yule ambaye alipelekwa kuitengeneza ile njia alimtambua yeye pale. Huyu ndiye, hakuna kosa. Huyu ndiye. Ninaona ishara ikimfuata yeye, nuru ikishuka kutoka mbinguni na kukaa juu yake. Ilikuwa dhahiri huyo alikuwa ndiye. Basi ndugu yangu, nataka kukuuliza wewe jambo fulani katika kufunga. Tungeweza kusema hivi katika Malaki 4, hatukuahidiwa tai mengine, nguzo ya nuru itafuata kuonyesha kanisa lililokosea siku hii kwamba yeye ni Waebrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. Hivi hatukuahidiwa mwingine atakayeruka aje kutoka nyikani. Amina. Hiyo ni kweli kabisa, jinsi ambavyo inapatana na kuchukuana na Luka 17:30, ambapo mwana wa Adamu, tai, atakuwa akijifunua mwenyewe kukomesha mahali pote pengine pa kuabudia kama vile madhehebu na kadhalika. Mungu alichagua mahali pake. Yohana alisema ipo pale, na alafu tumeahidiwa jambo lile lile siku hii, Malaki 4, kuigeuza mioyo ya watoto, kusema kwamba yeye hajakufa. Mambo haya si kwa ajili ya wakati mwingine. Ubatizo katika jina la Yesu haukuwa wa kule nyuma, bali yeye sasa ni yeye yule. Amina. Kukomesha mahali pengine pote pa kuabudia. Hilo ndilo ambalo yule tai wa siku za mwisho anapaswa kutenda, kuonyesha kwamba mengine yote ni upuzi, madhehebu ni upumbavu, bali kuwaonyesha wao tena kwa ishara ile ile ambayo aliitenda, kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Haleluya! Pia katika Ufunuo 4:7 tulikuwa na wenye hai 4 ambao ndiyo kwanza tumalize nao. Wa kwanza alikuwa, tumeona, alikuwa simba. Huyo ndiye mwenye uhai wa kwanza aliyetoka kwenda kukabiliana na
pambano la siku ile, simba wa kabila la Yuda. Baada yake akaja mwenye uhai wa pili, nasi twaona mwenye uhai wa pili alikuwa ndama, ambaye ni mnyama wa kuchukua mizigo, kafara. Na siku za kanisa kuu la Kirumi, kanisa lilikufa kafara. Aliyefuata alikuwa mwanadamu, alikuwa mwenye uhai, mwenye uso wa mwanadamu, na mwanadamu huyo alikuwa wale watengenezaji elimu ya mwanadamu, teolojia na kadhalika. Lakini mwenye hai wa mwisho ambaye alipaswa aruke, mwenye uhai wa mwisho ambaye alikuwa aje, Biblia ilisema alikuwa tai arukaye. Haleluya! Na nabii alisema katika siku hii kutakuweko nuru. Lo, jamani, katika siku ile kutakuweko nuru. Kumekuwa na siku za watengenezaji, kumekuwa na siku ambayo imekuwa ni kivuli tu, huwezi kuita mchana au usiku, bali wakati wa jioni, wakati wa tai, itakuwa nuru yapata wakati wa tai ya iendayo tukufuni, mutaiona hakika. Katika njia ya maji ndiko kwenye nuru leo, kuzikwa katika jina la dhamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote, Roho Mtakatifu hakika atawabatiza humo ndani, kwa kuwa nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Kutakuweko nuru mnamo wakati wa jioni, mahali pekee alipopachagua Mungu pa kuabudia. Lo, ujumbe umefika wapi? Yeye atafanya nini? Na katika siku yake itakuweko nuru wakati wa jioni. Na nini? Kuwakaribisha watoto wake wanaporudi nyumbani kwenye nchi ya kweli ya ahadi, kwa ishara ile ile ya nguzo ya moto ambayo iliwaongoza wana wa Israeli kupitia nyikani, mahali alipopachagua Mungu hakuabudia Yesu Kristo. Hapo ndipo mahali pekee palio. Hilo ndilo jina pekee alilonalo Mungu kwa ajili ya wokovu. Hivyo ndivyo yeye alivyoiita jamaa iliyo mbinguni wakati ikali duniani ni Yesu Kristo. Enyi kanisa, enyi watu, rafiki mwenye dhambi, usitumainie kitu kingine chochote ila Yesu Kristo. Usimtumainie mhubiri yeyote, usimtumainie mtu yeyote mwingine kukuokoa. Usitumainie kanisa lolote, kauli ya imani yoyote, madhehebu yoyote. Tumaini Yesu Kristo tu, kwa maana yeye ndiye nuru ya saa hii. Itakuwa nuru yapata wakati wa jioni, njia iendayo utukufuni mutaiona hakika. Katika njia ya maji ndiko kwenye nuru leo, kuzikwa katika jina la dhamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote. Roho Mtakatifu hakika ataingia humo ndani. Nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu katika Kristo ni mmoja. Ndugu dada, iwapo bado hujatubu, kama hujabatizwa katika jina la Yesu Kristo, tafadhali anza na usiku wa leo. Waweza kumpa Mungu nafasi ya kukaribisha kwenye mahali ambapo unaweza kumwabudu yeye. Kumbuka, nje hapo hakuna mahali ambapo Mungu aliahidi kukutana nawe na kuikaribisha ibada yako. Unasema, ndugu Branham, ninaabudu kwa aminifu sana. Hata Kaini pia alitoa kila aina ya sadaka ambayo Habili alitoa, bali ilikuwa sadaka isiyostahili. Unaweza uende kanisani na kutoa fungu lako la 10 na kutenda wajibu wako kama Mkristo anavyopaswa kufanya, ukiwa mwaminifu tu kama mwanamume au mwanamke yeyote. Nimesimama hapa sasa kwa yapata miaka 30 kila mahali mjini hapa na kuutangaza ujumbe huu kwa sauti kubwa. Nazeeka, siwezi kuwa nanyi muda mrefu zaidi, lakini kumbukeni, kwenye siku ya hukumu sauti yangu imerekodiwa, nayo itazungumza dhidi yenu. Kuna mahali pamoja tu ambapo Mungu huweka jina lake, na hapo si katika kanisa, ila ni katika Yesu. Kuna mahali pamoja tu pa kuabudia, mahali pamoja tu unapopokelewa, na hapo ni ndani ya mpendwa Yesu Kristo. Hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu
litupasalo kuokolewa, si kanisa, si kanuni ya imani wala chochote. Na huo ndio unaopaswa kuwa ujumbe wa wakati huu, kuirudisha mioyo ya watoto iirudie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Je, utaukubali usiku wa leo? Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, na wale ambao wangetaka kukumbukwa katika maombi, hebu tu inueni mikono yetu. Hatuwezi kufanya mwito wa madhabahuni kwa sababu ni wengi mno. Hatuwezi kufanya mwito wa madhabahuni kwa sababu ni wengi mno. Sasa kwa upande wangu wa kulia, tafadhali inueni mikono yenu, mseme nataka kukumbuka. Nadhani wapo 150 au zaidi kwa upande wangu wa kulia. Tuna maskani chini hapa yenye kidimbwi kikubwa cha maji. Wahudumu, washiriki, watu hawa hapa ambao mnawaona na kukutana nao kila siku, kila usiku, kila saa, watu ambao wanataka kubatizwa, ambao wametubu, kinangojea siku zote. Na kama ukitii amri hiyo, unayo hakika kwa ahadi ya Mungu, kama umwaminivu moyoni mwako, kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna mahali pamoja tu pa kuabudia. Sasa hapo si katika maskani, hapa ni katika Kristo. Tunaingiaje kwake? Kwa Roho mmoja, sote tumebatizwa katika huu mwili mmoja. Hebuni tuombe. Mungu mpenzi, wakati mikono hii ilipoinuliwa juu, ilionyesha kilichokuwa chini ya mkono ule moyoni, thibitisho kwamba wanahakika wanahitaji msaada kutoka kwako. Namwombea kila mmoja wao Baba, nami nitanukuu neno lako. Wewe ulisema, yeye asikiaye neno langu kumwamini yeye aliyenipeleka mimi yuna uzima wa milele, na hataingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Baba, kila ninapoondoka mjini majuma machache, nikirudi nauliza, habari za mtu huyu? Mbona ameaga dunia? Vema, na huyu wameaga dunia. Mungu mpenzi, tunaitwa mmoja mmoja, yatubidi kukabili himizo la kutembea kupitia katika bonde la uvuli wa mauti, nalo ni fungu la kila mmoja wetu kama watu wanaopatikana na mauti. Lakini usiku wa leo wewe umetukabilisha ombi lako kwamba kama tungemwamini yeye na kubatizwa katika jina lake, kwamba wewe ungetuingiza ndani, na tena katika mwili huu, mwili wa Kristo, sio katika kanisa, bali katika mwili wa Kristo. Mwili huo tayari umehukumiwa, hautalazimika kuingia hukumu. Mungu alimwaga damu yake juu ya mwili ule, na mwili huo ni huru na dhambi, na tukiwa ndani yake hutuweka huru na dhambi kwa upatanisho wake, ambaye alikufa kwa ajili yetu. Na mle ndani tunaushirika sisi kwa sisi, huku damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu inatusafisha dhambi zote na uchafu. Baba Mungu, naomba kwamba wewe utamchukua kila mmoja wao katika ufalme wako. Lijalie Mungu, jalia pasiwepo hata mmoja wao atakayepotea. Jalia kusiwe na mvulana au msichana, mwanamume au mwanamke. Bwana, baadhi ya watu wangu wameketi hapa usiku wa leo ambao wako nje ya damu hii, kukumbuka maneno ya baba yangu vizuri. Pia naomba Mungu mpenzi kwamba hakuna mmoja wao atakayepotea, na kuamini wewe sasa kwa yote ambayo ninayo ya kuamini. Na njoo juu ya ndugu zangu, dada, rafiki zangu hapa katika sehemu hii usiku wa leo, na huko nje kwenye simu. Majimbo mengi mbalimbali yanasikiliza mahali pote, tokea pwani ya mashariki hadi ya magharibi. Naomba Mungu mpenzi, huko chini kuvuka majangwa kule Tucson, huko mbali California, juu huko Nevada na Idaho, kwenda hadi mashariki na kila mahali chini huko Texas. Wakati mwaliko huu unatolewa, watu wameketi katika makanisa madogo, vituo vya mafuta, majumbani, wakisikiliza. Mungu, jalia mwanamume yule aliyepotea au mwanamke
mvulana au msichana saa hii aje kwako. Nijalie hilo sasa hii. Tunaomba katika jina la Yesu kwamba wataona mahali hapa pa usalama wakati muda ungalipo, kwani tunaona maandiko ukutani, dunia ikipatwa na wasiwasi. Wakati wa ukombozi umekaribia. Sehemu ya nchi yetu, sehemu ile nyingine inavingirika na kupasuka kwa matetemeko ya ardhi kama Yesu alivyoahidi ingekuwa. Jalia isiwe muda mrefu sasa kwao, Bwana. Jalia walikubali hilo hivi sasa, kwa maana tunawaleta kwako kama tuzo la ushindi wa mkutano huu wa Injili katika jina la Yesu, amina. Unamwamini yeye? Mungu awabariki. Wangapi wanaamini hiyo ni kweli? Upande wangu wa kushoto, inueni mikono yenu. Wangapi upande wa kulia? Inueni mikono yenu. Mungu awabariki kadiri ninavyoona kila mmoja. Hiyo ni kweli, marafiki. Mungu anajua hiyo ni kweli. Sasa wakati wewe undani yake, na unapokuwa ndani yake, una ruhusa ya kupata kila kitu yeye alichofia. Naye alifia nini? Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tuliponywa. Unaamini hivyo? Unaamini upatanisho wake kwa ajili ya uponyaji? Sasa kuna mgonjwa yeyote miongoni mwetu? Hebu wainyoshe mikono yao upande wa kulia au wa kushoto. Umati mkubwa wa wagonjwa. Siwezi kufanyiza mstari, naona hamuwezi kuja jukwaani, haiwezekani. Wana mikutano ya maombi huko sehemu zingine kwa ajili ya wagonjwa katika makanisa na kadhalika, huko chini maskanini. Nataka kuwaulizeni jambo fulani. Kuna waamini wangapi? Nyosheni mikono yenu. Sawa, itawanukulieni neno ambalo ni Kristo, agizo la mwisho la Yesu kwa ulimwengu na kwa kanisa hasa. Yeye alisema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Wangapi wanajua hilo ni kweli? Marko 16, semeni amina. Na kuomba wewe kama mwamini kuweka mikono yako juu ya mtu aliye mbele yako. Hebu tu weka mikono yako juu ya mtu fulani aliye mbele yako, na hebu kila mmoja amwombee mwenzake. Sasa weka mikono yako juu ya mtu fulani aliye karibu nawe. Lord, here before me is a box of handkerchiefs. Hapa mbele yangu pana sanduku la leso, vitambaa vidogo vidogo. Mama fulani mzee aliyelala mahali fulani anakufa, mtoto mchanga anayekaribia kufa, watu wagonjwa kila mahali. Tunasoma katika Biblia kwamba walichukua kutoka kwenye mwili wa Paulo leso na aproni, navyo viliwekwa juu ya wagonjwa na pepo wachafu na pepo wabaya na maradhi na magonjwa yakawaacha watu. Sasa Bwana, tunajua sisi si mtakatifu Paulo, lakini tunajua kwamba wewe bado ungali Yesu, mahali pekee palipoandaliwa na Mungu pa kuabudia. Na sasa leo watu hawa wameungama imani yao ile ile, kwamba wanaamini kama watu wale walivyoamini. Hakika wewe umewatengenezea njia. Nami naweka mikono yangu juu ya leso hizi na kuomba kwamba magonjwa na matezo yaondoke miilini mwa watu watakaowekelewa hizi katika jina la Yesu Kristo. Tunafundishwa kwamba wakati Israeli walipokuwa wakitoka Misri, wakiwa katika wajibu wao, walikuwa wanakwenda zao kwenye nchi ya ahadi, bahari ya Shamu ikawazuia. Ndipo Mungu akatazama chini kupitia ile nguzo ya moto, nayo bahari ikaogopa, ikarudi nyuma na kuwapisha Israeli wapite wakielekea nchi ya ahadi. Mungu, angalia kupitia damu ya Yesu usiku wa leo, na jalia maradhi yarudi nyuma na shetani atupwe nje. Jalia watu wapite waingie kwenye ile ahadi ya afya njema na nguvu ambayo Mungu alisema
juu ya mambo yote nataka mpate afya. Sasa kama unavyoona kule, Bwana Yesu, mikono ya watu hawa imewekwa moja juu ya mwingine. Wanaonyesha ishara ya imani yao kwamba wewe ulisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wanaombeana kwa namna yao, wao kwa wao. Mtu aliye karibu yao anaomba kwa ajili yao. Sasa Bwana, pambano hili limekwisha kabiliwa, kwamba Shetani yule laghai mkuu, yeye hana haki ya kumshikilia mtoto wa Mungu. Yeye ni kiumbe kilichoshindwa. Mahali pekee pa kuabudia, jina pekee la kweli alilomshinda hapo Kalvari, nasi tunadai damu yake sasa hivi, kwamba yeye alishinda kila maradhi, kila ugonjwa. Nami namwagiza Shetani kuwacha wasikizi hawa katika jina la Yesu Kristo, toka katika watu hawa na wafanywe huru. Kila mtu ambaye anakubali kuponywa kwake juu ya msingi wa neno lililoandikwa, toa ushuhuda wako wa kusimama kwa miguu yako na kusema, ninakubali sasa kuponywa kwangu katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Wasifiwe. Basi angalia huku, viwete na kadhalika wakiinuka. Mungu asifiwe. Naam, aminini tu, yeye yupo hapa. Ni ajabu jinsi gani! Nje kwenye wanaosikiza huko nje kwa simu, laiti mngaliwaona. Nafikiri kila mtu ndani hapa, kadiri navyojua mimi, au wengi wao wanasimama wakati huu. Lo, ni wakati mzuri jinsi gani! Uwepo wa Bwana, sio huo? Palipo na uwepo wa Bwana pana uhuru, pana kufunguliwa. Roho wa Mungu hutufanya huru. Sasa kwa kuwa yeye ametuponya, tunaamini hivyo. Yeye alituokoa, tunaamini hivyo. Wale wanaotaka kubatizwa, kidimbwi kiko tayari wakati wowote, saa yoyote ambayo wewe unataka kuja. Patakuwa na mtu fulani pale kushughulikia. Na sasa nafikiri kabla ya kufunga, yatubidi kuimba wimbo wa zamani wa kanisa, nampenda kwani alinipenda kwanza. Minulieni Mungu mikono yenu na tuimbe kwa mioyo yetu yote. Tunataka kukutana nanyi hapa asubuhi kwenye saa 3:30, jengo hili kwa somo la ndoa na talaka. Sawa, hebu tuimbe sasa pamoja. Nampenda. Hebu mkutano huu mkuu uimbe huo sasa. Je, uko kwenye simu? Imbeni pia. Alitenda wapi? Mtini Kalvari. Wakati tunauimba tena, nataka upeane mikono na mtu fulani karibu nawe, useme, Mungu akubariki msafiri. Lo, hivi hamumpendi yeye? Je, yeye si ni wa ajabu? Je, yeye ni mahali pako pa kujificha? Yeye ni mwamba katika nchi ya uchovu, mahali pa kujificha wakati wa tufani, kimbilio pekee nilijualo. Kwa hiyo Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa
Tangu leo, hebu tuinue mikono yetu tunapouimba. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa, huku tukiugugumiza. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. Wakati mmeinamisha vichwa vyenu, mchungaji wetu mpendwa ndugu Omni Neville atawaruhusu wasikizi